Haleluya, haleluya, haleluya. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe na nyote mnaosikiliza ujumbe huu. Ni mwalimu wa Biblia Tanzania, mwalimu anayejua Biblia Tanzania nzima. Mwalimu Joseph Andrea, mwalimu wa maaskofu, wachungaji na wainjilisti. Leo kwa mara nyingine tena, ikiwa tarehe 8 mwezi wa pili 2026. Tuko hapa. Tunaendelea kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Watu wote waweze kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Wote tuweze kumwamini Yesu Kristo, maana wote tuna mega mwili mmoja, tuna mega chakula kile cha roho cha Yesu Kristo. Hatumegi tofauti kama tunavyofundishwa na watu wa madhehebu tofauti kwamba chakula hiki kila mmoja anakuja na zaburi yake. Hatuko hivyo wa Kristo. Wa Kristo hiyo kitu kwanza tuikemee. Dini imani yetu katika Yesu Kristo sio chama. Kwa sababu dini ni vyama. Kila mtu na mambo yake. Dini ni vyama tu, ni kama vyama. Dini ni taasisi. Kuna kitu kimoja huwa siku zote huwa nakisisitiza kwamba dini zote hakuna dini ambayo iko sawa katika Yesu Kristo. Hakuna dini inayomwabudu Mungu wa kweli wa mbinguni katika Yesu Kristo, hakuna. Kwa sababu dini nyingi zimetengenezwa na dini nyingi zimekuja kuanzia mwaka 1500 kuja hapa mbele. Hakuna dini iliyoanzia kuanzia miaka 1500 kurudi nyuma. Hizi dini zetu nyingi za kirokole zimeanzishwa miaka 1500 kuja huko mbele. Ukiachana na dini ya Kikatoliki iliyoanzishwa mwaka wa 334 na Mfalme Konstantini, na papa wa kwanza kuchaguliwa ule mwaka wa 604 kabla ya Uislamu kuanzishwa. Uislamu ulianzishwa mwaka wa 610 na Muhammad. Kwa ukija kuangalia hizo dini zilizoanzishwa mwaka wa 300 na 600, hizi dini zingine zilianzishwa na mapadri kuanzia mwaka 1500 kuja mbele. Na zote zinaenda kwenye mfumo ule mpaka leo sasa hivi. Mpaka sasa hivi dini ya Kisabato yenyewe ina msalaba, ina nembo ya msalaba kwenye zile nembo zao. Hebu fikiria. Dini zote chini ya jua tunaabudu sanamu. Dini zote chini ya jua tunaabudu nembo. Nembo ina nafasi gani katika Yesu Kristo? Kinachookoa ni Yesu, nembo haiokoi. Sisi tunajulikana kwa matendo na maneno tunayokuwa tunayaongea. Haya, tunajikita wapi? Leo tunapojikita kwamba hakuna dini iliyo sawa chini ya jua, ni pale ninapoongelea kwamba hakuna dini iliyo sahihi. Leo lazima tuangalie kwa nini kwamba dini zote haziko sahihi. Hakuna dini iliyo sahihi chini ya jua. Hebu ngoja tuangalie. Lazima tuanze kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1:9. Tuiangalie hiyo. Wakorintho wa kwanza 1:9. Ukisoma Wakorintho wa kwanza 1:9 na inukuu hapa, mwenye Biblia atasoma ili adhibitishe maneno ninayosoma mimi. Wakorintho wa kwanza 1:9. Mungu ni mwaminifu ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanao Yesu Kristo Bwana wetu. Basi ndugu, nawasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwepo kwenu faraka, bali muhitimu katika nia moja na shauri moja. Kwa maana ndugu zangu, nimearifiwa habari zenu na wale waliomo nyumbani mwa Chloe ya kwamba iko fitina kwenu. Basi mstari wa 12. Basi maana yangu ni hii, ya kwamba kila mtu wa kwenu kusema mimi ni wa Apolo, na mimi ni wa Paulo, na mimi ni wa Apolo, na mimi ni wa Kefa, na mimi ni wa Kristo. Je, Kristo amegawanyika? Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Au je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? Swali linakuja. Hawa watu wanaojiita kwamba sisi ni wa Katoliki, sisi ni wa Pentekoste, sisi ni wa Sabato, sisi sijui ni wa kanisa la Yehova, kanisa la Mungu Baba, sijui kanisa la nini. Haya maandiko ya kwenye Biblia yanayokataza kujiita kwamba mimi ni wa Paulo, mimi ni wa Apolo, mimi ni wa Kristo, mimi ni nani, maana Kristo hajagawanyika. Hayo maandiko nyinyi mnaposema nyinyi ni wa Pentekoste, nyinyi ni wa Anglikana, mnatoa wapi kwenye Biblia? Maana Biblia imekataa. Biblia inasema wote tunie mamoja, tunene mamoja. Biblia inasema wote tunie mamoja, tunene mamoja. Je, haya makanisa yetu mbona yananena tofauti? Ukija kwenye kanisa hili wanaongea vya kwao, ukienda kwenye kanisa hili wanaongea vya kwao, na vyote kwenye Biblia havimo. Ushahidi uko wapi? Lazima tuangalie katika Wakolosai 2:8. Tuangalie hapa Wakolosai 2:8. Tuangalie Wakolosai 2:8 kwamba kwa nini wote wananena tofauti, wananena mamoja. Kuhusu haya mapokeo ya dini, Biblia inasema, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu kwa jinsi ya mapokeo ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake
ya bure na madanganyo matupu kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu. Kwa hizi dini zinafundisha mapokeo, mambo ya uongo mengi. Tuangalie sehemu ya pili kwamba kwa nini dini zetu hizi sio dini za kweli? Kwa nini dini zetu hizi sio dini za kweli? Ni dini za mpinga Kristo. Tuangalie sehemu ya pili. Tujifunze kwa nini tuna dini nyingi, wakati Biblia inasema sisi ni wamoja katika Yesu Kristo. Tunie mamoja, tushare mamoja, tuongee mamoja, wala pasiwepo kwetu neno lolote la mashindano. Tuangalie sehemu ya pili.